Unateseka na maumivu makali ya viungo, mgongo, magoti au ugonjwa wa baridi yabisi unaokunyima raha ya maisha? Umejaribu dawa mbalimbali bila mafanikio unayoyahitaji? Usikate tamaa. Lenye mwanzo lina mwisho pia. Katika video hii nitakuonyesha maandalizi matatu maalumu yanayotumia mafuta ya zaituni, karafuu na kitunguu saumu ambavyo watu wengi wamekuwa wakivitumia kusaidia kupunguza maumivu ya viungo na mwili. Ukitumia kwa umakini na kwa usahihi, unaweza kuanza kuhisi nafuu ndani ya muda mfupi sana. Hakikisha unatazama video hii mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu nitakuonesha hatua zote muhimu za kuandaa mchanganyiko huu kwa usahihi. Na kwenye matumizi ndio umakini unahitajika sana ili upate matokeo mazuri zaidi. Ukikosea hatua moja tu, unaweza kupunguza ubora wa virutubisho muhimu vilivyopo ndani ya mchanganyiko huu. Kaa makini, kwa sababu leo utaenda kujifunza siri ambayo inaweza kukusaidia kurudi kuwa mchangamfu kama zamani. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina, mtaalamu wa mitishamba kutoka Naturemed Supplies. Namba zake ni +255 748 294 113, ambazo pia zinapita chini ya screen ya video hii. Usisahau kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake. Kama wewe ni moja ya mtu unayeteseka sana na maumivu ya viungo, kwanza tazama hii video mpaka mwisho, kisha chukua namba, wasiliana na Dr. Mkina. Anaweza kukusaidia changamoto yako ulionayo. Maandalizi haya yanahitaji umakini mkubwa ili kuhakikisha unapata faida kamili ya kila kiambato. Kabla sijakuonyesha jinsi ya kuandaa na kutumia, kwanza hebu tujue faida za kila kimoja. 1. Faida za kitunguu saumu katika kusaidia maumivu ya viungo na mgongo. Kitunguu saumu kina virutubisho muhimu pamoja na kemikali asilia zinazosaidia mwili kupambana na uvimbe. Watafiti wengi wameonyesha kuwa kitunguu saumu kina uwezo wa kusaidia kupunguza hali za uchochezi mwilini ambazo mara nyingi husababisha maumivu ya mgongo, magoti, mishipa na viungo mbalimbali. Pia kitunguu saumu husaidia kuongeza mzunguko mzuri wa damu mwilini, jambo ambalo linaweza kusaidia sehemu zenye maumivu kupata lishe na oksijeni vizuri zaidi. Watu wengi hutumia kitunguu saumu kama tiba asilia kusaidia mwili kupunguza ukakasi wa viungo pamoja na uchovu wa misuli. Namba 2. Faida za karafuu katika kusaidia maumivu ya viungo na baridi yabisi. Karafuu zina kemikali asilia yenye nguvu inayojulikana kwa uwezo wake wa kusaidia kupunguza maumivu na kutoa hisia ya joto kwenye sehemu yenye tatizo. Karafuu pia zina uwezo wa kusaidia mwili kupambana na bakteria pamoja na kusaidia kupunguza uvimbe kwenye misuli na viungo. Watu wengi hutumia karafuu kusaidia maumivu ya mgongo, maumivu ya magoti, baridi yabisi na hata uchovu wa mwili baada ya kazi nzito. Karafuu pia husaidia kuongeza joto la mwili kwenye sehemu inayotibiwa, jambo ambalo linaweza kusaidia dawa kupenya vizuri zaidi kwenye mishipa na misuli. Namba 3. Faida za mafuta ya zaituni katika kusaidia maumivu ya viungo. Mafuta ya zaituni original yana virutubisho muhimu vinavyosaidia kulainisha ngozi na kusaidia mwili kupunguza hali za uchochezi. Mafuta haya hutumika sana kwenye tiba mbalimbali za asili kwa sababu yana uwezo wa kusaidia virutubisho vingine kuingia vizuri kwenye ngozi na kufika sehemu yenye tatizo. Pia, mafuta ya zaituni yana uwezo wa kusaidia kupunguza ukavu wa misuli, kukaza kwa mishipa na kusaidia mwili kuhisi utulivu zaidi wakati wa kufanya masaji kwenye sehemu yenye maumivu. Jinsi ya kuandaa kwa umakini ili kupata faida zaidi. Hatua ya kwanza. Chukua karafuu nzima kabisa. Chota vijiko 4 vya chakula, kisha zisage kwenye blender ya kusagia viungo. Kama huna blender, unaweza kutwanga mpaka upate unga laini kabisa. Baada ya hapo, weka unga huo kwenye chombo cha glass na sio plastiki. Hakikisha unga umesagika vizuri sana ili virutubisho vyake viweze kutoka kwa urahisi zaidi wakati wa maandalizi. Funika vizuri ili harufu na ubora wake visipotee. Hatua ya pili. Chukua vitunguu saumu vya asili na epuka vile vyenye ubora hafifu.
Chukua punje 5 mpaka 7. Menya vizuri, kisha visage au vitwange mpaka vilainike kabisa. Baada ya kuwa tayari, changanya kwenye ule unga wa karafuu uliousaga. Koroga vizuri mpaka vichanganyike sawasawa, kisha funika tena kwa umakini. Hatua ya 3. Chukua mafuta ya zaituni original yenye ubora mzuri. Mimina ndani ya ule mchanganyiko wa karafuu na kitunguu saumu. Kiasi cha mafuta kitategemea wingi wa mchanganyiko wako, lakini hakikisha mafuta yanatosha kufunika vizuri mchanganyiko wote ili virutubisho viweze kuchanganyika kwa ubora zaidi. Hatua ya 4. Chukua sufuria safi, kisha tandaza kitambaa kizito ndani ya sufuria hiyo. Baada ya hapo, kalisha juu yake ile chupa au chombo chenye mchanganyiko wako. Mimina maji ndani ya sufuria kwa kiwango kinacholingana na ukubwa wa chombo ulichohifadhia mchanganyiko wako. Washa moto na chemsha kwa dakika kadhaa ili mchanganyiko wako upate joto vizuri. Sababu ya kuweka kitambaa chini ni kusaidia kulinda ubora wa virutubisho muhimu vilivyopo kwenye mchanganyiko wako. Njia hii husaidia kupata joto taratibu bila kuharibu nguvu ya viambato asilia. Baada ya hapo, toa chombo ndani ya maji na uache kipoe kidogo. Hatua ya 5. Chukua chombo kingine safi kabisa pamoja na kichujio. Chuja mchanganyiko wako vizuri sana. Kama huna kichujio, unaweza kutumia kitambaa safi na kizito kuchuja. Baada ya kuhakikisha umechuja vizuri, hifadhi mafuta hayo kwenye chupa ya glass yenye mfuniko mzuri. Epuka kutumia chombo cha plastiki ili kusaidia kuhifadhi ubora wa mchanganyiko wako kwa muda mrefu zaidi. Jinsi ya kutumia. Sehemu yenye maumivu, hakikisha umeiosha vizuri kwanza. Baada ya hapo, ikande kwa maji ya moto yaliyochemshwa pamoja na chumvi ya mawe au chumvi ya kawaida kama huna chumvi ya mawe. Kanda vizuri sehemu hiyo ili kusaidia kufungua mishipa na kuongeza mzunguko wa damu. Baada ya hapo, chukua ule mchanganyiko wako uliouandaa, kisha anza kuchua sehemu yenye maumivu kwa dakika 2 mpaka 3. Hakikisha unachua taratibu lakini kwa umakini ili mafuta yaweze kupenya vizuri. Baada ya kuchua, chukua nailoni laini, zile zinazotumika kufunika vyakula au matunda. Kisha zungushia sehemu hiyo wakati bado ina joto la mafuta. Kisha chukua taulo au kitambaa kizito na uzungushie tena juu yake. Lengo la kufanya hivyo ni kutengeneza joto kwenye eneo hilo ili kusaidia mafuta kupenya vizuri kwenye misuli, mishipa na viungo. Hatua hii inaweza kusaidia mwili kuhisi nafuu na utulivu zaidi kwenye sehemu yenye maumivu. Muda wa kutumia. Fanya hivyo asubuhi na jioni mfululizo kwa siku kadhaa. Watu wengi huanza kuhisi mabadiliko mazuri taratibu kadiri wanavyoendelea kutumia kwa umakini na kwa kufuata hatua zote vizuri. Andika kwenye comment sehemu gani ya mwili imekuwa ikikusumbua zaidi ili tuendelee kujifunza pamoja kuhusu njia mbalimbali za asili za kusaidia afya ya mwili. Kwa yeyote mwenye maumivu makali ya viungo, mgongo au baridi yabisi, ni muhimu kutumia tiba za asili kwa umakini na kuhakikisha pia unapata ushauri wa daktari, hasa kama maumivu yanaendelea kwa muda mrefu. Epuka kutumia mchanganyiko huu kwenye ngozi yenye vidonda au majeraha. Pia fanya mazoezi mepesi, kunywa maji ya kutosha na kula vyakula vyenye virutubisho ili kusaidia afya ya viungo na mwili kwa ujumla. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.